Kufuatia likizo ya muda aliyopewa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan, mmoja wa manaibu wake Mame Mandiaye Niang anatarajiwa kuongoza mashtaka dhidi ya rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte. Christina Conti, msaidizi wa wakili wa ICC na mmoja wa mawakili wanaowakilisha waathirika wa vita dhidi ya dawa za kulevya nchini Ufilipino, amesema anaamini kuwa Niang ndiye atakayesimamia kesi hiyo. Atasaidiwa na naibu mwingine Nazat Shamim Khan kuhakikisha kuwa uchunguzi unaendelea na mawasiliano kwa umma na vyombo vya habari hayakatizwi ili kazi ya mahakama iendelee kwa ufanisi. Niang ambaye ni wakili mwenye uzoefu kutoka Senegal alichaguliwa kuwa naibu mwendesha mashtaka wa ICC tarehe 10 Disemba 2021 na kuapishwa rasmi tarehe 17 Machi 2022. Amehudumu katika nafasi mbalimbali za juu katika mfumo wa mahakama ya Senegal, ikiwa ni pamoja na kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya rufaa ya Saint Louis, mkurugenzi wa masuala ya jinai na msamaha katika wizara ya sheria ya Senegal na jaji wa mahakama ya rufaa ya ICC ya zamani ya Yugoslavia na Rwanda. Pia amehudumu kama mwakilishi wa kikanda wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na dawa za kulevya kwa uhalifu UNODC kwa kanda ya kusini mwa Afrika, na ameandika na kuchapisha makala nyingi za kisheria kwa Kifaransa na Kiingereza. Kwa upande mwingine, Nazat Shamim Khan, mzaliwa wa Fiji, ni wakili wa zamani wa jaji wa mahakama kuu ya Fiji. Alikuwa mwanamke wa kwanza kushikilia nafasi hiyo nchini humo tangu mwaka 1999. Alifundisha sheria ya haki za binadamu na utawala bora kabla ya kuteuliwa kuwa balozi wa Fiji katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva na Vienna. Mnamo mwaka 2021 alichaguliwa kuwa rais wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na baadaye kuwa naibu mwendesha mashtaka wa ICC. Hatua ya Karim Khan kuchukua likizo ya muda ilitangazwa rasmi tarehe 16 Mei kufuatia uchunguzi unaoendeshwa na kitengo cha ukaguzi wa ndani cha Umoja wa Mataifa OIOS kuhusu tuhuma za ukiukwaji wa maadili ya kijinsia dhidi yake. Uchunguzi huo ulianza mwezi Disemba baada ya malalamiko kuwasilishwa kwa chombo cha usimamizi wa ICC. Mahakama hiyo imesema Khan atasalia likizo hadi uchunguzi utakapokamilika. Ingawa muda wa mwisho wa uchunguzi haujawekwa wazi, wanasheria wake kupitia kampuni ya sheria ya Cataract yenye makao makuu yake Uingereza wamesema Khan anakanusha tuhuma zote na hajajiuzuru, bali amechukua likizo kutokana na shirikisho la vyombo vya habari lililokwamisha utendaji wake. Bado ni mwendesha mashtaka na hana nia ya kujiuzuru, ilisema taarifa ya kampuni hiyo. Nikiripoti kutoka Media Wire Express, mimi ni Joseph Mwana wa Isangura.